Jenza kichwa cha kanisa. Na mshukuru mtakatifu aliye Bwana wa utukufu. Na mshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao umefanyika sehemu ya ibada hii asubuhi ya leo. Amen. Sisahau kwamba tunalo neno letu la kinabii, tunalo tamko la kinabii na tunalo neno la kinabii katika mwezi huu wa Juni, katikati ya mwaka 2026. Na tamko letu la mwezi huu wa Juni leo ikiwa sehemu yetu ya pili, mimi ni wa juu. Mimi ni wa juu. Takuomba utamke pamoja nami, mimi ni wa juu. 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 Na kama ulivyotamka, Oh yes, masikioni kwangu, oh yes, imekuwa katika jina la Yesu. Amen. Nasema wewe ni wa juu katika jina la Yesu. Amen. Nasema wewe ni wa juu katika jina la Yesu. Amen. Usiwe chini katika jina la Yesu. Amen. Usiwe mkia katika jina la Yesu. Amen. Nasema usiwe wa mwisho katika jina la Yesu. Amen. Uwe wa kwanza katika jina la Yesu. Amen. Uwe juu katika jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Na tuliona Jumapili iliyopita ya kwamba andiko letu la kinabii Kumbukumbu 28 na mstari wa 13 anasema, nyinyi mtakuwa juu tu, hamtakuwa chini. Mtakuwa kichwa, hamtakuwa mkia, mtapozingatia na kusikiliza maneno yangu na kuyafanya. Kumbukumbu 28 na mstari wa 13 ndilo andiko letu la kinabii la mwezi huu. Lakini tuliona Jumapili iliyopita ya kwamba tunamtumikia Mungu anayeinua watu, ama kwa lugha nyingine, Mungu ndiye anayeinua. Haleluya. Mungu wetu ndiye anayetuinua. Na tuliona ya kwamba Zaburi 113 mstari wa 7 na 8, tukaona ya kwamba humuinua mnyonge kutoka jaani, kutoka mavumbini, na kumketisha pamoja na wakuu. Haleluya. Amen. Ni majira yako ya kuketishwa na wakuu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Tuliona pia Isaya 60 na mstari 22, tukasema ya kwamba mnyonge atakuwa hodari na mdogo atakuwa elfu. Mdogo atakuwa elfu, mnyonge atakuwa hodari. Mimi Bwana nitahimiza hayo wakati wake. Haleluya. Amen. Majira yako ya kuinuliwa. Nasema ni majira yako ya kuinuliwa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Lakini tukaona ya kwamba Mungu anatuinua ili tumiliki na kutawala. Mungu anatuinua ili tumiliki na kutawala. Soma Ufunuo sura 5 mstari wa 10, na kutufanya ufalme na ukuhani ili tuweze kumiliki juu ya nchi. Haleluya. Na kutufanya ufalme na ukuhani ili tuweze kumiliki juu ya nchi. Ukisoma mstari wa 9 pale utaona ya kwamba yani huyu Yesu akamnunulia Mungu watu wa kila kabila na kila taifa. Haleluya. Ili awafanye kuwa ukuhani na ufalme ili mwishowe waweze kumiliki juu ya nchi. Kumiliki ni kutawala pia. Haleluya. Amen. Majira yako ya kumiliki. Amen. Majira yako ya kutawala. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na Jumapili iliyopita nilifundisha misingi ya kuinuliwa ama kanuni za kuinuliwa, na nikasema msingi wa kwanza ni wokovu. Nilikusomea pale kwenye Kolosai sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 4, ambapo Mtume Paulo anasema msiangalie ya chini, angalie ya juu kama Kristo alivyo juu. Haleluya. Ukiwa Kristo wewe ni wa juu. Amen. Majira yako kuwa juu. Amen. Majira yako kuwa juu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Mambo haya yameandikwa kwenye Biblia. Kazi yangu kama kuhani ni kukukumbusha, ujitazame, uone uhalisia wako. Amen. Ili mtu asikubabaishe. Amen. Haleluya. Amen. Asikubabaishe kwa chochote. Ukiwa na Kristo wewe ni mtawala pamoja na Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Ukiwa na Kristo Mungu amekufanya wewe mtawala wa dunia hii. Haleluya. Ni majira yako ya kutawala. Amen. Majira yako ya kuinuliwa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Tukaona pia msingi mwingine wa kuinuliwa ni neno la Mungu.
na tukaona pale jinsi Mungu alivyomtumia Yakobo neno likaifikiria Israeli. Yakobo mtu mmoja akabadilishwa na kuwa taifa kupitia neno la Mungu. Isaya sura 9 mstari wa 8. Tukaona pia nguvu nyingine ya kuinuliwa iko ndani ya utakaso. Tukasoma habari za Ayubu, jinsi alipokuwa mwelekevu mbele za Mungu, alipokuwa amesimama mbele za Mungu, alipokuwa mwelekevu, alafu unasema huyo mtu akafanya kuwa mkuu upande wa mashariki. Haleluya! Nyakati hizo akafanya kuwa mkuu sana. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha yake ya utakaso. Unaweza kusoma habari hizo Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza, Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Lakini tukaona habari za ushirika wa Roho Mtakatifu. Unahitaji kutembea na Roho Mtakatifu, kutembea katika ukuu, kwa sababu mwenye mafuta ya ukuu ni Roho Mtakatifu. Haleluya! Mwenye mafuta ya ukuu ni Roho Mtakatifu. Tumesoma kwenye andiko lile ya Korinto wa pili sura ya 3 mstari wa 18, jinsi ambavyo unapozidi kujitazama katika kioo unabadilishwa fanana na utukufu huo, toka utukufu hata utukufu, kama alivyo Roho. Roho anakupa utukufu mpya. Roho Mtakatifu ndio mwenye utukufu mpya. Utukufu mpya ndio kuinuliwa. Inuka angaze, nuru yako imekuja. Utukufu wa Bwana umekuzukia. Utukufu ukikuzukia, maana ukuu umekuja. Haleluya! Ukuu wako umekuja. Amen. Utukufu wa Bwana umekuja juu yako. Amen. Na ukuu wako umekuja. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Hautazuilika katika majira haya. Amen. Hakuna nguvu ya kukuzuia. Amen. Hakuna mamlaka za kukupinga. Amen. Nasema isiyo mamlaka ya kukupinga. Amen. Isiwepo mamlaka ya kukupinga. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaona kwamba alipotaka kuwa mfalme, Sauli alipakwa mafuta na Samueli akamwambia, sio kwamba Bwana amekufanya uwe mkuu juu ya watu wake Israeli, alipokwisha kumpaka mafuta. Haleluya! Na habari yake ikabarika. Tangu wakati huo alikuwa akitafuta punda, akaambiwa punda umekishapatikana, kwa sababu ukuu umekuja. Haleluya! Ukuu kisha kuja, hata vile unavyotafuta vinakuja. Haleluya! Narudia tena, ukuu kija, unavyovitafuta pia vinapatikana. Amen. Katika majira haya. Oh yes. Ukuu wa Bwana umekuja juu yako. Amen. Kile unachotafuta kije katika jina la Yesu. Amen. Kile unachotafuta kije kwa wepesi. Amen. Unachokihangaikia kitokee kwa upesi. Amen. Kitokee kirahisi. Amen. Kitokee kirahisi. Amen. Katika jina la Yesu. Lakini tukaona nguvu nyingine ya kutembea kwenye kuu ni upendo kwa Mungu. Upendo kwa Mungu. Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 anasema, mambo ambayo macho hajawahi kuona wala masikio hajawahi kusikia. Haleluya! Mambo ambayo Mungu amewaandalia wale wampendao. Haleluya! Kuna mambo Mungu ameandaa kwa ajili yako. Hujapokea? Kuna mambo Mungu ameandaa kwa ajili yako. Amen. Mambo ya ukuu Mungu ameandaa kwa ajili yako. Amen. Kuna utukufu unakuja juu yako. Amen. Nasema kuna utukufu unakuja juu yako. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tukaona kanuni nyingine ama msingi mwingine wa kuinuliwa ni msingi wa utoaji. Tukaona habari za mtu mmoja anaitwa Ibrahim, baba yetu Imani, alipomtolea mtoto wake Mungu akamwambia, katika kubariki nitakubariki. Oh yes. Haleluya! Na akasema utamiliki mlango wa maadui. Hapa anazungumza habari za utawala. Kama ule aliompa Adamu, akamwambia tufanye mtu kwa mfano wetu, alafu tumpe aweze kutawala juu ya nchi na vyote vilivyomo, ndege wa angani, samaki wa kwenye maji, Oh yes. na vyote viendavyo. Haleluya! Amen. Vyote viendavyo katika nchi. Akaambiwa Adamu, tawala. Haleluya! Utawala huu akaurudisha kwa Ibrahimu kupitia siri ya sadaka, akamwambia tawala, na akasema na mataifa watajibarikia jina lako. Mpaka leo tunajibarikia jina la Yesu ambaye ni mtoto wa Ibrahimu, mtoto wa ahadi wa Ibrahimu. Maana mtoto wa ahadi wa Ibrahimu wa kiroho hakuwa Isaka. Mtoto wake wa ahadi wa kiroho alikuwa Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana Ibrahimu mwenyewe anasema aliona. Ukisoma habari za Warumi, kitabu cha Warumi sura 4, utaona kwamba Ibrahimu aliona ile ahadi rohoni, alimuona Yesu. Haleluya. Amen. Alimuona Yesu na hakusita katika kutokuamini, kwa sababu aliona ile ahadi ya kiroho alikuwa amepewa kwa baba wa mataifa mengi. Haleluya. Amen. Kuwa baba wa mataifa mengi sio kuwa baba wa Yakobo, hapana. Sio kuwa baba wa Isaka, hapana. Ni kuwa baba wa Yesu.
Hapo ndo amefanyika kuwa baba wa mataifa mengi.